habari Ahmed Ali akisisitiza kuwa wanakwenda kumchakaza Mwarabu Al Masry. Walicheza vizuri, kila mmoja anafahamu. Unaiona Simba ikienda kuvuna matokeo mazuri katika uwanja wa Lupaso? Mimi sina mashaka na Simba, na nitakuwa mtu wa mwisho kuamini kwamba Simba hawezi kuvuka kwenda hatua ya nusu finali. Nitakuwa wa mwisho. Yes, nitakuwa mtu wa mwisho kuamini kwamba Simba hana uwezo wa kufuzu kwenda nusu finali. Al Masry ni timu ambayo imetuonyesha inaweza kucheza kimkakati, lakini sio moja kati ya timu ambazo inaweza ikawasumbua Simba. Kwa sababu ukiangalia in whole aspects, yani katika nyanja zote za mchezo ule wa kwanza, Simba walikuwa bora kila maeneo, lakini walichokosa ni kutumia nafasi tu, na nafasi hizo zimetokana aidha na kitu kimoja au viwili kwa kocha cha Simba. Kwanza bahati au uchoyo. Umenielewa? Yani unaweza kusema kwamba amekosa bahati lakini amekosa uchoyo kwenye eneo la kushambulia. Yani namna ambavyo kuna watu walikuwa wananyimana nafasi. Yes, yani ndio ukweli. Kutengeneza nafasi kwa ajili ya kufunga. Unajua kuna muda mwingine inabidi uzungumze ukweli ili kuutibu mpira. Sababu ukisema unaficha sana, mashabiki sometimes huwa wananuna, lakini ndio ukweli. Yani kuna muda wachezaji wa Simba ni wachoyo. Of course, striker sifa yake kubwa ni hiyo. Lazima uwe mchoyo unapokuwa kwenye boxi. Lakini kuna muda pia inabidi uangalie kwamba huu ni muda wa kumnyima mtu au ni muda wa kumpa mtu, si ndio? Kwa hiyo uchoyo wako unaweza kuikosti timu au uchoyo wako unaweza kuipa faida timu. Sasa uchoyo wa wachezaji wa Simba, hasa kwa Jean Charles, hasa kwa Lionel Ateba, ulipelekea Simba kupata hicho alichokipata kwenye mechi iliyopita. Kama wangekuwa na wakati bora wa kucheza kiitimu, maana yake wangeweza kupata wakati mzuri wa kuweza kupata matokeo. Lakini uchoyo wao na ule uchoyo ukapelekea kutokuwa na bahati kwa wao wachezaji, ndio umepelekea Simba kuwa hivi. Umimi huo. Umimi si ndio binafsi wenyewe. Yaani ukishakuwa binafsi maana yake wewe ni mchoyo. Ukiamini wewe ni bora kuliko mwingine, ujue tayari wewe una roho mbaya. Yaani ukishajua kwamba wewe ni bora kuliko mwingine, yaani ujue una roho mbaya automatically. Kwa hiyo ukiwa na roho mbaya, kuna siku itakukosti. Utahitaji msaada wa mtu mwingine, itakuwa tatizo, si ndio? Ndicho ambacho kinakuja kwa Simba Sports. Lionel Ateba alitengeneza nafasi nyingi, lakini alikuwa anatamani kungangania mpira mpaka yeye aamue nipige au nifanye kitu gani. Unamwona pia kuna muda Elimpanjo amepunguza mpaka watu, lakini anataka kwa yeye kupiga mpira uingie kwenye kamba badala ya kutengenezea watu ambao wamesha kwenye shape ili aweze kufanya kitu. Alishindwa kufanya hicho kitu. Kwa hiyo kuna vitu viwili, either ni bahati au ni uchoyo wa wachezaji wa Simba ambao walikuwa nao. Ni kitu pekee ambacho kimewafanya Simba kuonekana kwamba wana mechi ngumu ya marudiano. Lakini ukija kwenye taarifa ya game yenyewe, mimi binafsi nitakuwa mwisho kuamini kwamba Simba hawana uwezo kufuzu. Juzi nilikwambia kwamba kitu pekee ambacho atakao kifanye Fadu Davis ni kuifanya timu iweze kuifungua defensive line ya Al Masry. Kitu ambacho kwa Fadu sina mashaka nacho kwenye formations. Anaweza kuwa na mbinu nzuri za kuweza ku-unlock ile defensive line. Lakini kama una bado una egoism kwa wachezaji wako, si ndio? Manake kama una egoism, manake hao wachezaji wako hawezi kukupa kitu kizuri. Unapaswa utafute wachezaji ambao kwenye eneo la mwisho, kwenye final third, wanaweza kuwa na jicho la kumuona mwenzangu. Nimemsikia Azim Dewji itafutwe mizi nyingine ya kufanya, hata mtoa assist au napata zawadi. Unajua kwa maana gani? Hii maana yake kuua sasa hiyo nchi ya uchoyo. Yes, kwamba hata mtu akifunga bao asionekana yeye ndio bora. Lakini mzee Azim kaona kuna shida uchoyo. Yaani unajua kuna muda mwingine uchoyo unakupa mawanda mapana pia kufikiria kwamba tufanye kitu kingine ambacho kinaweza kikawa bora zaidi. Kwa uchoyo wa Simba kwa wachezaji ambao nimewataja uliwapelekea wao kuonekana mechi imekuwa ngumu kwa sababu ya ubinafsi kwa watu wengine. Lakini hii ni game ambayo wanahitaji kutokuwa na uchoyo, wanahitaji kuwa na wakati bora zaidi kwa matumizi ya nafasi kwa wakati ili waweze kupata kile ambacho nakihitaji. Mabao matatu ni machache sana kwenye uwanja Benjamin Mkapa kwa Simba Sports kama wakiamua kucheza kwa commitment, kutokuwa na egoism, alafu mwisho wa siku waweze kutumia nafasi na bahati kukiwa nayo. Magoli matatu ni madogo sana kwa Simba Sports. Umezungumzia nchi nzima ya uchoyo. It means kwamba kipindi kile Simba anafanya vema zaidi kwenye michezo yake, kama labda mchezo na Nkane na michezo mingine wakati Simba wakati Simba iko vizuri kweli kweli. Tumeona Clatous Chota Chama alikuwa swala zima la kuachia mali ili timu ipate faida ilikuwa la kawaida kwa upande wake kama mchezaji, kama kwa upande wake.
kwamba kipindi kile kwao kuna bonus kwa upande wa maassisti, au kwa aina ya wachezaji ambao wako ndani ya Simba sasa hivi kila mmoja anajaribu kutengeneza ufalme wake ndani ya Simba na inapelekea kuiangusha timu? Mchezaji ambaye anaweza kufanya kile ambacho anakifanya Chama pale Simba hayupo. Umeelewa? Kwa maana yake Simba mpaka hivi sasa hawajapata mbadala wa Chama. Yuko wapi kaka? Lakini mbona wanasema wao yupo? Ngoja nikwambie, wakisema mtu yupo ujue huyo anazungumzia kwenye muktadha wa mapenzi, si ndio? Lakini ukija kwenye uhalisia wa mchezo, Chama hawajapatikana Simba bado. Yaani hakuna mtu alivaa viatu vya Chama Clatous. Chama alikuwa na uwezo wa kuingia na kutengeneza mabao. Yaani pale ambapo unaamini Chama anafunga, yeye anatoa pasi. Yes. Kwa sababu alikuwa na uwezo wa kutengenezea watu wengine wafunge. Anajua tu kwamba ndipo impossible engo. Mimi nafanya hichi kitu. Chama alikuwa anaweza kuamua mechi ngumu kwa Simba Sports, si ndio? Hasa nyakati kama hizi, si ndio? Lakini kwa Simba Sports mpaka sasa ameondoka Chama, hakuna mtu wa kufanya hicho kitu. Hatujamuona mtu mwenye maamuzi magumu kwa Simba anapohitaji mtu mwenye maamuzi magumu. Labda atokee kwenye mechi hii, si ndio? Lakini Chama alikuwa anaweza kuseti mipira mingi kwa wachezaji. Na ndio maana ukimuona Chama assist zilikuwa ni nyingi sana. Na ni moja kati ya wachezaji ambao wamefunga magoli mengi kwenye michuano ya kimataifa. Yaani ukitafuta wachezaji 10 wafunga magoli mengi, yupo pale, si ndio? Kwa hiyo hawa ni wachezaji ambao huwezi kuwapata mara mbili kwenye timu yako. Kwa anapoondoka kupata replacement yake ni kitu kigumu zaidi. Kwa hiyo Simba wana kazi kubwa ya kufanya kwenye mechi dhidi ya Al-Masry, na kazi hiyo ni kwa wachezaji eneo la juu. Unajua ukiwa unashambulia sana alafu ufungi, mabeki wanachoka. Ndicho kilichotokea kwenye mechi ya Masry. Yaani wameshambulia sana, wamechoka mabeki, wameruhusu mabao ambao ukiangalia ni kiufundi tu kwamba huyu alishindwa kufanya marking kwa dakika zote, huyu alishindwa kufanya majukumu yake kwa wakati wote. Mwisho wa siku timu zikaruhusu mabao na wakaweza kupata mabao mawili. Na ilikuwa ni mabao matatu kwa sababu ile la mwisho ilikuwa ni offside. Si ndio? Maana yake timu ilikuwa inaweza kuruhusu. Na ndio moja kati ya sifa kubwa ya timu ambayo inataka kuvuka. Ni mikakati tu. Kwamba hawa wanaenjoy kucheza mpira tuwaachie. Sisi tutoke kwenye counter. Yes, tucheze mechi. Tutoke kwenye counter attack, tuwini space zao wanazokuwa wanatoka, tuweze kupata kitu. Kwa hiyo game ya Simba na Al-Masry ya pili ni game ambayo Simba anapaswa kuonyesha ukubwa wao zaidi ya Al-Masry. Yaani anapaswa kucheza amuonyeshe Al-Masry kwamba mimi ni level ya Al-Ahly, level ya Zamalek, kwa sababu kama Simba kifanikiwa kushinda hii game ya Al-Masry, mpinzani wake mwingine ni Zamalek au Stellenbosch ya Afrika Kusini. Stellenbosch tunaamini kabisa kwamba ni timu ambayo haiwezi kumtoa Zamalek. Maana Simba kipita naenda tena Egypt, si ndio? Ambayo inatukumbusha mwaka 2003 ilivyokuwa. Hawezi kukubali hawa Zamalek wanataka kuwa mabingwa watetezi kwenye kombe hili. Kwa hawezi kuwa ni timu mchekia hata kidogo. Kwa hiyo wana ugumu wa kufanya kuupanda huu mlima ili waweze kupata kitu kizuri ambacho wanakipata. Mimi binafsi nakwambia ninaamini bado Simba ana nafasi ya kufuzu kwenda hatua nusu finali. Kinachobaki ni kwa wachezaji wenyewe kuamua tufuzu ama tusifuzu. Wao wenyewe tu wakiamua kwamba bana hii tunafuzu, kama ambao slogan yao wanasema kwamba hii tunavuka, si ndio? Wakiamua wenyewe tu bana, haisee hapana. Wewe ulikosea hapa, sasa usirudie makosa yako. Twende tukacheze mechi. Wanapata matokeo mazuri sana. Miongoni mwa mchezaji ambaye sasa katika mazungumzo yako ambaye anapaswa kuwajibika zaidi, kuna vitu vya kupunguza ama kuongeza, ni Charles Ahoua, kwa sababu yeye ndo namba 10 wa Simba ambaye anapaswa kutengeneza pasi nyingi sana za kuona kwamba wachezaji wanapata nafasi za kufunga, akiwepo pia na Kip Dennis. Kitu gani hasa Ahoua anapaswa kuongeza ambacho kwenye mchezo uliopita labda hakuwa nacho kwa jicho lako? Na Simba Sports imekuwa haipiti katikati kwenye kushambulia. Ndio changamoto kubwa, na of course kwenye timu yote ile inatimia mapana ya uwanja. Simba nguvu zao zipo kwa mafullback wa kushoto, Zimbwe pamoja na Shomari Kapombe. Ukiongeza Mpanju na Kip Dennis, huko ndio kuna strength ya Simba Sports. Yaani Simba ukitaka kuizuia isishambulie, basi ziwia watu wanne ambao nimewataja. Huyu Jean Charles ni moja kati ya wachezaji ambao wanapenda kukutana na mipira ambayo either ni loose ball au second balls ambazo zinakuja kwenye eneo ambalo yeye anakuepo. Anaweza kusmash kwa sababu anaweza kukevu au kuchukua mpira pembeni kuja juu. Anaweza kufanya hicho kitu. Sasa ni nini ambacho Simba atakao kifanye kwenye hiyo game? Manake ni kuwa bora kwa Zimbwe, kuwa bora kwa Shomari, kuwa bora kwa Kibu, kuwa bora kwa Elimpanju, lakini pia kutokuwa na makosa ya kimfumo kwa wachezaji either Leon Lateba au Dese Mukwala atakayeanza au Jean Charles mwenyewe ambaye atapata nafasi ya kwanza.
Sina imani kwamba kikosi kilichoanza kule kitabadilika. Sina imani hiyo, kwa sababu kikosi kile ambacho kimecheza kule kimecheza vizuri sana. Otherwise labda Shemaloni wamepona, lakini sina hakika kwamba kwa dakika hizi leo tena tarehe 4, si ndio? Kwamba kufikia tarehe bado siku 5, si ndio? Atakuwa ameshapona, sidhani, sina hakika hiyo. Na hata akiwa amepona hawezi kuwa kwenye fitness hiyo ambayo anaweza kuwepo. Kwa maana Shamu lazima awepo kwenye kikosi cha Simba Sports. Mistakes ambazo zilifanyika zisifanyike. Simba cha kufanya ni kwamba yoyote ambaye anapata nafasi ya kucheza akiangalia kwenye begi lake la kushoto aione nembo ya Simba, kwamba hii ni Simba, lakini pia vile vile akiangalia majukwaani aone mashabiki wa Simba kwamba hawa wote wamekuja kwa ajili yangu mimi ambaye inatakiwa hii timu niipeleke nusu finali. Ikishindikana hapo, maana Simba hii michuano inabidi watoke sasa, wabaki kwenye ligi kuu, kwa sababu hawana uwezo tena kwenda kukompiti kwenye michuano hiyo. Otherwise waachie Yanga ambao walifika finali, si ndio? Maana wakishindwa kufuzu kwa Al-Masri watafuzu kwa nani? Kwa sababu Al-Masri sio timu ya kutishia kiasi hicho. Ni timu ya kawaida. Ni timu ya kawaida ambayo kwa level ya Simba, Simba wako juu ya Al-Masri. Yaani mara 500 sio mara 10,000 na ngapi. Yaani wako mbali sana Al-Masri, Simba wako juu sana kwa Al-Masri. Yaani Simba kishinda kufuzu kwa Al-Masri, maana hii michuano atoke sasa. Hana kazi ya kufanya kwenye michuano. Akifuzu ndo anatoka sasa. Isinona kwambie sasa au asishiriki tena. Asishiriki, yani aombe bana mimi hii michuano mimi simo, kwa sababu huwezi kwenda robo finali zaidi ya 9. Si ndio? Kwenye michuano yote ni whole tournament, si ndio? Yes, yeah. Yaani michuano zaidi umefika robo finali 9, alafu utasema kwamba umeenda moja tu. Sababu Simba kwenye historia ameenda nusu finali moja tu ya ligi ya mabingwa. Bas. Si ndio? Baada ya hapo kombe la shirikisho hakuna. Si ndio? Lakini Yanga alikuwa anajitafuta zaidi ya misimu 21 tangu 98, si ndio? Kaja kurudi juzi hapa. Karudi kwa kishindo. Kafuka ina makundi juzi tu hapa. Yaani kaenda makundi juzi. Makundi katoka makundi kaenda finali. Katoka hapo kasogea mpaka finali. Maana yake otherwise tumwachie Yanga sasa ambaye ametuonyesha kwamba anaweza kufanya kitu. Wewe ukabaki uendelea kuitwa mwaka robo kwenye hii nafasi. Otherwise uonyeshe utofauti wako kwenye michuano kama hii. Kitu